hivyo. Tukisonga mbele ni kwamba Rais William Ruto hii leo ameendelea na ziara zake katika maeneo mbalimbali nchini, huku akihudhuria sherehe za kitamaduni za jamii ya Wamaa huko Kimana katika kaunti ya Kajiado. Na katika hafla hiyo Rais amewashukuru Wamasai kwa kumuunga mkono katika uchaguzi wa mwaka 2022 uliopita, huku akiwasihi kudumisha umoja na kushirikiana naye kwa safari ya muhula wa pili. Tumpate sasa mwanahabari wetu Ibrahim Karanja na maelezo zaidi. Rais William Ruto leo amehudhuria sherehe za kitamaduni za jamii ya Wamaa katika eneo la Kimana, Amboseli, kaunti ya Kajiado. Naishi ushanga kama wamama. Ni hapa ambapo rais aliwashukuru Wamaasai kwa kumuunga mkono kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, akisisitiza umuhimu wa jamii hiyo kuendelea kumuunga mkono katika safari yake ya kusaka muhula wa pili maarufu kama tutam. Mulinipatia mitihani miwili. Muliniambia ya kwanza, munataka Mau ishughulikiwe na ipangwe vizuri na tuhakikishe ya kwamba hakuna watu wanaoishi ndani ya Mau. Kila mtu atoke ndani ya Mau na hiyo Mau tuweke ua ama fence. Mimi nataka nitangaze, mwaka uliopita tulienda tukatengeneza title deed ya Mau na tumeweka pesa. Wale watu wote walikuwa wanaishi ndani ya Mau wameshatoka. Rais Ruto akiitaka jamii hiyo kudumisha umoja na uongozi wa kitaifa, huku akieleza kuwa serikali yake itaendeleza miradi na mipango ya kuinua uchumi wa maeneo yao. Viongozi walioandamana naye ni pamoja na mawaziri na wabunge waliorai wenyeji kupuuza siasa za upinzani na kusimama na Ruto. Aidha, baadhi ya viongozi wa jamii ya Wamaa walimwahidi Rais Ruto kwamba watamuunga mkono kikamilifu kwenye uchaguzi ujao, wakisisitiza kuwa ni wakati wa jamii yao kuwa mstari wa mbele katika masuala ya maendeleo na siasa za kitaifa. And we celebrate you today, Mr. President, for listening the voiceless, for protecting the oppressed. Sisi tutaenda kukupea kura yetu 2027 ili urudie kuwa president mwaka 10. Thank you for correcting historical injustice. Katika sherehe hizo, usimamizi wa mbuga ya wanyama ya Amboseli ulipeanwa rasmi kutoka kwa serikali kuu na kukabidhiwa serikali ya kaunti ya Kajiado. Ibrahim Karanja, NTV.